Ndugu wanahabari, naitwa Halima Dendego, mkuu wa mkoa wa Singida. Naendelea kumshukuru Mungu kwa siku hii njema, tukianza na asubuhi ambayo ni tulivu sana. Mkoa wetu wa Singida umejiandaa vyema kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu linalohitimishwa tarehe 29 Oktoba 2025, na tukiwa na mategemeo ya takriban wananchi 1,045,921 kushiriki kwenye uchaguzi huu. Tunapokaribia kabisa siku ya kupiga kura, ninashukuru kwa dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi na wananchi wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kudumisha amani. Niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa tuendelee hivyo hivyo hadi hapo kesho kutwa tarehe 29 Oktoba 2025, tumalize zoezi hili kwa amani na utulivu mkubwa kwa faida yetu sote na taifa kwa ujumla. Maandalizi yote ya uchaguzi yamekamilika kwa 100%, ikiwemo maandalizi ya vituo, vifaa vya uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi. Vituo vyetu vyote 2843 viko tayari kwa zoezi hili. Huu ni uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali yetu katika kuhakikisha tunaendelea kuheshimu katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na marekebisho yake. Tunatarajia kufungua vituo saa 1 asubuhi na kuhitimisha saa 10 jioni, isipokuwa kama ikifika muda huo utakuwa na watu ambao bado wako kwenye foleni watapata fursa ya kupiga kura. Vituo vyote vitakuwa na mistari miwili, mmoja kwa jinsia ya kiume na mmoja kwa jinsia ya kike, na haya ni maboresho makubwa yaliyofanywa na tume ili kuwafanya wapiga kura wetu wapige kura wakiwa katika hali ya utulivu. Maelekezo yanayotolewa kwa viongozi na wasimamizi ni kuhakikisha kwamba tunazingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum kama wazee wetu, watu wenye ulemavu, wagonjwa, wakina mama wenye watoto wachanga, wakina mama wajawazito. Basi watakapofika kituoni wapewe nafasi za upendeleo, lakini pia tuhakikishe kwamba tunawahabarisha wapiga kura watakaokuwa katika eneo hilo. Ndugu wanahabari, ulinzi umeimarishwa maeneo yote, na niwatoe hofu wananchi wa mkoa wa Singida na hasa wakina mama ambao mara nyingi tumekuwa na hofu ya kujitokeza pale tunapokuwa na viashiria vya hatari. Niwaombe wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, lakini pia niwaombe wakuu wa kaya zote katika mkoa wetu kuhamasisha wanakaya wote walio nao kwenye kaya zao na wana sifa ya kupiga kura waende kupiga kura. Ukimaliza kupiga kura, rejea kwenye shughuli zako za kawaida, na kwa sababu pia siku hiyo imetangazwa kuwa ni siku ya mapumziko, pia ni muda mzuri wa kukaa pamoja na familia. Mwisho ni wakumbushe wananchi wenzangu, kupiga kura ni haki yetu ya msingi. Hivyo tuitumie fursa hii adhimu vizuri, tupate viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka 5 ijayo.